Karibuni sana KingoFarm, channel pekee ambayo tunazungumzia kwa undani kabisa kuhusiana na tiba za asili, namna ambavyo unaweza ukazitumia, lakini pia namna ambavyo unaweza ukazitengeneza. Sasa leo hii kwenye hii video tunakuletea hii tiba ambayo itakusaidia kwenye magonjwa kadhaa, ikiwemo kama kuku wako wanaumwa mafua, lakini kama kuku wako wana mihalo ile mieupe, mchanganyo utakwenda kutibu kabisa. Mara nyingi utakuta kuku wako wanaumwa mafua, na mafua yanaweza yakawa labda wanapiga chafya au mafua wanakoroma, sambamba huaga inakwenda sambamba na muharo mweupe. Yani unakuta kwamba kama vile wanaumwa magonjwa mawili, yani wana mafua lakini pia ukiangalia kinyesi chao unakuta ni muharo mweupe. Sasa kwenye hii video hii tiba ambayo ninaitengeneza hapa ni tiba ambayo itakusaidia kutibia vitu vyote viwili kwa namna au kwa pamoja. Sasa huu mchanganyo wetu utahitaji vitu vifuatavyo. Utahitaji kitunguu saumu, kitunguu maji, pilipili, karoti, pamoja na asali. Hivi ndio vitu ambavyo tutakwenda kuvitumia kwa ajili ya kutibia mafua pamoja na muharo mweupe, hasa yale mafua ya kupiga chafya, kama kuku wako wanapiga chafya au wana kohoa. Na huu mchanganyo tumeutumia sisi hapa shambani, umeleta mafanikio mazuri kabisa. Ninawakumbusha kupata hivi vitabu vyetu ambavyo vitakusaidia sana. Tunacho kitabu cha Safari ya Ufugaji. Hiki ni mwongozo mzuri sana kwa kuku chotara, kina kanuni bora kwa ajili ya kuku wako, lakini pia ufugaji wa broiler, mwongozo kwa ajili ya kuwafuga broiler, hatua zote kuanzia unawapokea vifaranga mpaka unawalea, na booster za asili ambazo utazitumia kwa broiler. Vile vile tunacho kitabu cha ufugaji wa kienyeji. Kama wewe mfugaji wa kienyeji unapata changamoto nyingi kwenye kufuga hawa kuku, basi sisi tunacho hichi kitabu ambacho kitakusaidia sana, ikiwemo michanganyo ya chakula ambacho inatakiwa kuku wa kienyeji ale ili aweze kutaga vizuri, kuatamia vizuri, na ili waweze kuongezeka vizuri kabisa. Lakini pia tunacho kitabu cha tiba za asili. Kitabu kinakuelekeza namna bora ya kuweza kutengeneza tiba. Kama mnavyoona hapa shambani, sisi pia huwa tunatumia sana tiba za asili, na hizi tiba zote zipo kwenye hiki kitabu, na tumeelekeza namna mbalimbali unavyoweza ukatibu baadhi ya magonjwa yanayosababishwa na virusi, kwa mfano kideri, gumboro, ndui. Maelekezo yote yapo kwenye kitabu cha tiba za asili. Kila kitabu ni shilingi 10,000. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kitabu kipo katika mfumo wa PDF. Kama una changamoto nyingi za ufugaji, unaweza ukajiunga na kundi letu la mafuzo kwa shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Hili shamba ambalo unaliona hapa ni KingoFarm, na hapa bwana, sisi huaga tunatumia tiba za asili kwa ajili ya kutibia hawa kuku, lakini pia tunayo mifumo mizuri ambayo kama utajiunga na sisi itakuelekeza wewe namna ambavyo unaweza ukapokea vifaranga tokea wakiwa wadogo na ukawalea mpaka wakawa kuku wakubwa bila ya changamoto yoyote. Kwa mfano leo hii tiba yetu ilikuwa ni hii, ndio hii ambayo ninawaelekeza hapa YouTube pia. Kwa hiyo leo ninawaletea hapa YouTube darasa la bure kabisa. Kwa video nyingi kama hizi utazipata ukijiunga na kundi letu, tumeelekeza vizuri kabisa. Sasa unaweza ukaona hapo tulikuwa tumekwisha kuandaa tangawizi, humo kuna asali hiyo ambayo unaiona hapo, lakini pia kuna kitunguu maji kama unavyoona hivyo, lakini pia kuna pilipili ipo katika huo mchanganyo, na kitunguu saumu. Kwa hiyo huu mchanganyo ambao tunatengeneza unakwenda kutibu vizuri kabisa mafua, unakwenda kutibu vizuri kabisa mihalo mieupe, lakini pia kwa mfano karoti ina kiwango kikubwa sana cha vitamin. Kwa hiyo unaweza ukaona huu mchanganyo una kazi nyingi sana, lakini leo nataka tuzungumzie tu hivi vitu viwili kwa sababu huaga vinatokea sambamba. Unaweza ukaona kuku wako wanaumwa
mafua, lakini pia wanakuwa wanapata shida ya miharo. Miharo yao ukiangalia inakuwa ni nyeupe. Utakata vipande vidogo vidogo kwa ajili ya kutwanga. Ni vizuri sana kama unayo blender ukabrendi huu mchanganyo, kwa sababu utachanganyikana vizuri, lakini pia vitatoka vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo na kipimo cha kwenye maji ya lita 10 utachukua karoti 2, tangawizi 1, kitunguu saumu 1, kitunguu maji 1 na pilipili utachukua pilipili 5 kwa ajili ya unaweka kwenye maji lita 10. Kwa mfano hizo drinka zetu ambazo unaziona tunaziosha hapo, hiyo drinka moja inakuwa na maji lita 10. Kwa hiyo hicho kipimo sisi waga tunawekaga kwenye maji ya drinka moja. Huu mchanganyo pia unaweza ukauchanganya na vitamini za dukani. Vitamini yoyote ile ambayo huwa unawapatia kuku wako. Wapo watu wanatumia multivitamin, wapo watu wanatumia booster kwa ajili ya broiler. Unachanganya tu. Kwa mfano ukiangalia sisi hapo tumechanganya vitamini ya dukani pamoja na huo mchanganyo ambao tumeutengeneza hapo. Kwa hiyo kama unatumia kama kinga, jitahidi sana walau mara moja kwa wiki au mara 2 wapatie huu mchanganyo. Lakini kama unatumia kama dawa, utatumia kwa siku kati ya siku 3 mpaka siku 5. Sasa muda mwingine wapo wafugaji ambao unakuta umewapa kuku wako mchanganyo kama huu na hawajapona vizuri kabisa. Sasa kwa sababu huu mchanganyo unachanganywa pia na vitu kama vile vitunguu maji. Kitunguu maji sifa yake kubwa ni kwamba waga kinasafisha vizuri kabisa mfumo wa upumuaji, lakini pia kinatengeneza mazingira mazuri. Kwa mfano kitunguu saumu kinatengeneza mazingira mazuri ya dawa yoyote ile kuweza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ukiona umefail kabisa huu mchanganyo, unaoweza kutumia dawa ya dukani na wakapona haraka sana. Na kwa nini wanapona haraka? Watapona haraka kwa sababu ulishakwisha kutumia huu mchanganyo wa asili. Na kwa sababu huu ndani unaweka asali, kipimo cha asali sikutaja, unaweka asali vijiko 2, kwa hiyo utahitaji kukoroga sana huo mchanganyo wako ili asali iweze kuchanganyikana vizuri. Kama huto ukoroga hivyo kama ninavyofanya hapo, basi itakuwa ni mchanganyo wako ule wa asali utakuwa kama vile haufanyi kazi, kwa sababu asali itakwenda kukaa sehemu moja. Kwa hiyo ukichanganya sana itakuwa imechanganyikana kwenye maji yote. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama utafanikiwa kuandalia kuku wako, basi watapona ndani ya muda mfupi. Lakini pia kama ni kinga, basi utawaepusha kabisa kuku wako na magonjwa. Asanteni na kwaherini.